الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أتقنوا تقوى الله عز وجل، واعلموا أن أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. معاشر المسلمين، لقد حثنا ديننا الحنيف على التضامن والمحبة والتعاون على البر والتقوى. وفي هذا السياق يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. وفي رواية أخرى: لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين. Ndugu zangu Islam, ama khutba yetu ya leo itazunguka katika unwani fadlu sa'i fi qada'i hawaiji nnas, ubora wa kwenda mbio na kufanya bidii katika kuwakidhia watu haja zao. Mtu akawa anafanya bidii siku zote ili kuweza kuwasaidia wale wenye haja, kuwakidhia haja zao, wenye matatizo kuwaondoshea matatizo yao, hata kama hawezi kuyaondosha yote, lakini angalau awaondoshee kwa kadri ya uwezo wake, vile alivyowezeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, dini yetu iliyo tukufu imetusisitiza katika kuweza kufanya haraka na kuwa na mahaba juu ya ndugu zetu Waislamu, na kuwa ni wenye kuwasaidia watu katika wema na uchaji Mungu. Kwa mfululizo huu ndio mtume wetu, sala na salamu zimfikie yeye, akatuletea hadithi tukufu, hadithi mashuhuri inayoonyesha uzuri wa kufanya jambo la kuwasaidia ndugu zetu Waislamu. Ndio akasema kujihusisha yeye mwenyewe kwa nafsi yake, akasema nini? La an amshia ma akhi li fi hajatin, lau nitaenda kwa ajili ya kumkidhia ndugu yangu Muislamu haja yake, ahabba ilayya min an a'takifa fi hadha almasjid, ni bora na ni jambo linalopendeza kwangu mimi kuliko kufanya i'tikaf katika msikiti huu, akikusudia msikiti wake wa Madina. Na hii inatuonyesha kwamba hili jambo lina fadhila zaidi. Tukirudi nyuma, tukiangalia ubora wa kuswali katika misikiti kadhaa, kama ukiwa msikiti wa haramu ya Makka, ni kwamba swala moja katika msikiti wa haramu ya Makka ni thawabu zake ni 100,000 kuliko swala nyingine unayoiswali msikiti wowote ule. Lau utaswali swala 1000 au 100,000 katika msikiti wetu huu, basi ndiyo swala moja katika msikiti wa Makka. Na vile vile swala 1000 katika msikiti wa Mtume ambao ulioko Madinatul Munawwara, yani swala 1000 ni sawa sawa na swala moja katika msikiti wa Mtume ulioko Madinatul Munawwara. Na vile vile swala 500 za msikiti wowote ule
ndio inakuwa sawa na swala moja ya Masjidul Aqsa. Sasa hebu niambie ndugu yangu Muislamu, ikiwa Mtume anatuonyesha kwamba ubora wa kumkidhia haja ndugu yako, kumuondoshea matatizo ndugu yako Muislamu ni bora kuliko kufanya i'tikafu katika msikiti wake, hii inaonyesha kwamba hili ni jambo kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Masjid al-Madina shahran, akikusudia msikiti wake wa Madina kwa muda wa mwezi mzima. Wewe ukawa unafanya itikafu kwa muda wa mwezi mzima, sio bora kama kumkidhia haja ndugu yako Muislamu, kumuondoshea matatizo ndugu yako Muislamu. Na ikapokewa katika hadithi nyingine au riwaya nyingine akisema kwamba la an yamshia ahadakum ma akhihi fi qada'i hajatihi, na lau ataenda mmoja wenu kumkidhia haja ndugu yake Muislamu, kumuondoshea matatizo ndugu yake Muislamu, kumuondoshea hamu alionayo ndugu yake Muislamu, afdal min an yatakifa fi masjidi hadha shahrain, ni bora kuliko kufanya i'tikafu, kukesha katika ibada katika msikiti wa Mtume, sala na salamu zimfikie yeye, kwa muda wa miezi miwili. Sasa tujiulize ndugu zangu Waislamu, je, sisi tumewahi kuwakidhia watu haja zao, ndugu zetu Waislamu? Ukamuona ndugu yako Muislamu ana matatizo imma ya kiakhira au matatizo ya kidunia, ukaweza kusimama katika kumsaidia yeye ili uweze kupata fadhila zaidi ya kufanya i'tikafu katika msikiti wa Mtume imma mwezi mmoja au miezi miwili. Allahu akbar. Taammalu hadha al-ajr al-azim, khatwatun wahidatun taqdi biha hajata akhika al-muslim wa tufarriju biha kurbatahu au tusaidahu fi daf'i dhiqin ta'dilu 'inda Allah khayran min al-i'tikaf shahran aw shahrayn fi masjid an-nabawi أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة. Ndugu zangu Waislamu, tuangalie kwa jicho la pili, kwa jicho la ndani zaidi jambo hili ambalo lina ujira mkubwa mbele ya Allah. Nalo ni jambo gani? Ni hatua yako moja kuinyanyua kwenda kukidhi haja ya ndugu yako Muislamu, kwenda kumuondoshea matatizo ndugu yako Muislamu, au kwenda kumsaidia katika kuondosha dhiki alionayo ndugu yake Muislamu, ni sawa au ni unapata kheri zaidi kuliko kufanya i'tikafu katika msikiti wa Mtume kwa muda wa mwezi mmoja au miezi miwili. Msikiti ambao tumeambiwa kwamba swala moja ni kama swala 1000 katika msikiti mwingine wowote. Hii inaonyesha kwamba hili ni jambo kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapo ndio kuna swali ya kwamba, je, katika maisha yako yote umewahi kumsaidia ndugu yako Muislamu katika haja yake yoyote? Je, umewahi kumsaidia ndugu yako Muislamu katika tatizo lake lolote lililomfikia? Sisi tunaona kule kuja kuswali swala 5 na kufunga saumu zetu basi inatosheleza. La, kuna na mambo mengine ambayo sisi tunayasahau, ambayo yana ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tunayadharau, lakini mbele ya Allah yana malipo makubwa. Na miongoni mwayo ni haya ambayo tunayazungumza leo. Usimame kumuondoshea matatizo ndugu yako Muislamu, usimame kumuondoshea dhiki aliyonayo, usimame kumuondoshea haja ile ambayo imemlazimu yeye kuiondosha lakini hana uwezo wa kuiondosha. Limadha qada'u al-hawaij bihadha al-fadl al-'azim? Basi kwa nini ikawa jambo hili la kuwaondoshea dhiki ndugu zetu Waislamu likawa una ujira mkubwa zaidi? Tuangalie sababu zilizofanya jambo kama hili likawa lina ujira mkubwa kuliko kufanya itikafu katika msikiti wa Mtume.
La kwanza, liannahu naf'un mutaaddin. An-naf'u al-qasir yaqtasir ala al-'abd wahdahu kal-i'tikaf, amma an-naf'u al-mutaaddi fayasilu ila insanin muhtaj yufarriju anhu hamman au yuyassiru lahu amran. Anasema kufanya i'tikaf ni manufaa ambayo yanakufikia wewe peke yako, lakini kumkidhia haja ndugu yako Muislamu ni manufaa ambayo yanakuhusu wewe na yule ndugu yako Muislamu, kwa sababu kwanza umemkidhia haja ndugu yako Muislamu, ni manufaa kwake yeye, kisha ni thawabu kubwa kwako wewe ambaye uliofanya jambo kama hilo. Hii ndiyo sababu ya kwanza. Ama sababu ya pili, liannahu yuhaqqiqu al-ukhuwatu al-haqiqiyya, ni kwamba inaleta kuonyesha wazi kwamba huu ndio undugu wa ukweli, undugu wa Kiislamu. Inatuonyesha sisi kwamba hapa ndio kunapatikaniwa ule undugu wa kiuhakika wa Kiislamu, sio ule undugu wetu wa kinasaba. Almujtamau almuslim kalbunyani almarsus yashuddu ba'dahu ba'dan. Asema mujtama wa Kiislamu ni kama vile jengo moja, ni kama vile jengo moja. Jengo moja lina kuta 4, kwa hivyo kila kuta moja inampatia mwenzake nguvu. Kwa hivyo lau wewe utasimama kumsaidia ndugu yako Muislamu, basi utakuwa umemsaidia katika kuutia nguvu ule Uislamu na uweze kushikamana Waislamu wote, kwa sababu Waislamu ni kama jengo moja, tunapeana nguvu kati yetu. Lakini lau tutaachana, basi ndio utakuta leo Uislamu vile uliotufikisha sasa hivi. Waislamu wanadhiki, hakuna wenye kuwasaidia. Waislamu wanapigwa, hakuna mwenye kuwasaidia. Kwa sababu gani? Tumeacha kusaidiana. Sisi tunaona mambo ya muhimu ni kufanya itikafu sana, kuswali usiku sana, kufunga saumu za sunna sana, tunasahau hili jambo la kusaidiana. Wala tukisema hivi sio kwamba usifanye hivyo, lakini ni kwamba hizi ibada au haya mambo yanatofautiana katika ujira. Amma la tatu, lianna aljaza min jinsi alamal, hakika malipo yanafanana na ile amali unayoifanya. Ukifanya amali ndogo, malipo yake unapata madogo. Ukifanya amali kubwa, unalipwa malipo makubwa. Kwa sababu gani? Aljazau min jinsi alamal. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi yawm alqiyama. Yoyote ambaye atasimama katika kumkidhia haja ndugu yake Muislamu hapa duniani, basi kesho Allah subhanahu wa ta'ala atamsaidia katika haja zake ambazo anazihitajia siku ya kiyama, siku ambayo la yanfa'u malun wala banun, haitomnufaisha mtu mali yake wala watoto wake. Kila mmoja atakuwa anasema rabbi nafsi rabbi nafsi. Kila mmoja anajiangalia yeye mwenyewe vipi atajiokoa mbele ya Allah. Kwa hivyo haiwezi kukunufaisha wewe mali yako wala watoto wako. Kwa hivyo kama utamsaidia ndugu yako Muislamu, basi utakuwa ni mwenye kupata msaada wa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, siku ambao kila mmoja atakuwa anahitajia msaada. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. قولوا جميعا أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لمن كفر به وجحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر وصايا. اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، وصايا وعبر. عباد الله، إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء،
فلنحرص جميعا على تفقد أحيائنا وجيراننا وأقاربنا وأرحامنا. إن المريض يحتاج زيارة، والفقير يحتاج معونة، والمهموم يحتاج كلمة طيبة au shafa'atan hasana. Ndugu zangu Waislamu, japokuwa maneno ni mengi katika maudhui kama hii, lakini kuna wasia na mazingatio katika jambo hili. Hakika matendo mema, hakika mambo mema yanaondosha kule kupatikana na mambo maovu au kupatikana na mazito katika hii dunia. Ikiwa wewe siku zote ni mtu mwenye kufanya maarufu, mambo mema, au kuwafanyia watu mema, basi ujue unajiweka mbali na yale mambo mazito ambayo yalikuwa ya kukabili wewe. Pengine ni hasad, pengine ni chuki, pengine ni maradhi na mengineyo. Atakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kukuondoshea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufanya mambo mema kila siku. Kwa hivyo ukiwa wewe ni mtu mwenye kufanya mambo mema, basi utakuwa unajiweka mbali na shari za kidunia. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni juu yetu tuwe na pupa katika kufuatilia mitaa yetu. Ni watu gani ambao wana matatizo, au kuna tatizo gani ambalo linatukabili sisi katika mtaa wetu, au vile vile kufuatilia matatizo ya majirani zetu, matatizo ya jamaa zetu na ndugu zetu ambao wako karibu na sisi. Lakini maal asafi shadid, utakuta leo Waislamu wamekaa mbali na sifa kama hii ya kusaidiana. Leo wewe hutaki kujua Muislamu mwenzako ana tatizo gani, hutaki kujua jirani yako ana tatizo gani, hutaki kujua katika familia yako nani ana matatizo, na wewe una uwezo wa kumsaidia, lakini hutaki kujua kama hilo. Wewe unataka kuangalia maisha yako peke yake, na hii ni makosa. Kwa sababu Mtume wa Allah anatuambia katika hadithi yake nyingine tukufu, wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhihi. Hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na mtu ambaye anawasaidia ndugu zake. Wewe ikiwa ni mwenye kuwasaidia watu Waislamu wenzako, basi Allah atakuwa pamoja na wewe pindi utakapokuwa wahitajia msaada kama ule. Sasa tujiulize, katika mitaa yetu hakuna watu ambao wana matatizo? Katika majirani zetu hakuna watu ambao wana matatizo? Katika ndugu zetu hakuna watu ambao wana matatizo? Mwisho kabisa, hapa katika huu msikiti, je, hatuna watu ambao wana matatizo? Tukawa tunaulizana ili uweze kumsaidia mwenzako, hata kama ni kwa jambo dogo kabisa, hata kama huwezi kumaliza matatizo yake yote, lakini ukampunguzia kidogo katika yale matatizo. Tujue ya kwamba wagonjwa wanahitajia kutembelewa. Leo sisi tuna wagonjwa wangapi mahospitali? Tuna wagonjwa wangapi majumbani? Je, tumewahi kuwatembelea? Usimpatie chochote, lakini tu umtembelee, angalau yule mgonjwa ahisi kwamba na mimi niko na watu, sio kwamba nimeachwa peke yangu. Wajua hakuna jambo zuri kama kumtembelea yule ndugu yako mgonjwa kila siku au kila baada ya wiki, kwa sababu atahisi kwamba na mimi sikutupwa, siko peke yangu, niko na wenzangu, Waislamu wenzangu. Na vile vile mafakiri, wale maskini, wanahitajia msaada. Na saa nyingine haiwi msaada wako ni kwa pesa, la, mchukue yule maskini umpeleke kazini, ili angalau na yeye awe wafanya kazi, anapata mshahara, itakuwa ni msaada wa kuendelea, kuliko kumpatia pesa akazitumia kesho yuko pale pale na shida. Mfungulie kibiashara ili aweze kujisaidia. Lakini sisi tunataka tuwaangalie watu alafu tuwacheke kwamba na bado ataendelea kutaabika, bado ataendelea na matatizo, sio yajifanya mjuaji, sio? La, sivyo hivyo walivyo Waislamu. Leo tunashindwa sisi na watu ambao si Waislamu wanasaidiana.
sifa zile za Kiislamu tumewaachia watu ambao si Waislamu. Sisi leo Waislamu hatutaki kusaidiana. Na vile vile mwenye hamu, yule ambaye ana hamu ambayo yamtatiza katika moyo wake, anahitajia maneno mazuri. Sio wewe wamuona mtu yuko na hamu nyingi, wewe wampatia mazito na mazito. La, zungumza naye kwa maneno laini, maneno mazuri, ili kumpatia moyo, kumuonyesha kwamba yale matatizo yake na hamu zake alizonazo huenda zikaisha. Lakini sisi leo tunataka kupeana shida na shida na shida. La, sio hivyo. Inatakaniwa umpatie hope, umpatie matarajio mazuri yule mwenye hamu, au ukampatia ponyo iliyo mzuri, kwamba mwambie inna ma'al usri yusra, hakika kwenye shida kuna wepesi. Lakini sisi hatutaki kupeana matarajio mema. Kila siku wewe wataka umbamize mwenzako ili asiwe ni mwenye kupata angalau matarajio mazuri. Kwa hivyo turudi nyuma, tujiangalie kwanza sisi wenyewe mmoja mmoja. Je, umewahi kumsaidia ndugu yako Muislamu? Alafu turudi tujiangalie sisi kama mujtama, tumeweza kuwasaidia ndugu zetu wale wenye shida? Lakini utakuta kila mmoja anaangalia maisha yake, vipi atajiendeleza yeye, lakini hataki kujua vipi nitamnyanyua na yule mwenzangu aliye chini afike mahali hapa nilipo napo. Hii ni matatizo makubwa. Utakuta mpaka wale ambao wako na mansab, wako na wadhifa, ambao wanaweza kuwasaidia wanafunzi wajiendeleze katika masomo yao, utakuta pia mtu anamweka chini ili asiweze kujiendeleza. Kwa sababu gani? Kwa nini nimsaidie yeye aje awe kama mimi au anizidi? Na hii ni jambo baya sana, kwa sababu wewe utakufa, wewe utakuwa mzee na utaondoka katika ule wadhifa. Waonaje yule uliomsomesha naye akaja akashika wadhifa kama huo, au akasoma akapata kazi mzuri ili aweze kusaidia familia yake? Ana babake, ana mamake, ana ndugu zake, ana mke wake, ana watoto wake. Waonaje wewe kwa kumsaidia mtu mmoja tu ukawasaidia watu karibu 20 ama 70 na kadhalika? Waonaje wewe ukamsaidia mtu akasema alhamdulillah, wewe utapata thawabu kiasi gani? Lakini sisi leo tunataka kuwaona watu wana shida, watu wana dhiki, alafu unajionesha mbele zao, au unamsaidia na huku unajichukua video kuonyesha kwamba wewe wasaidia sana. Hii ni makosa. Kwa hivyo turudi nyuma, tuangalie tabia kama hii. Je, tuko nayo? Na kama hatuna, basi tujaribu kuwa nayo, na kama tunayo, basi tuongeze ile level tulionayo, tuongeze zaidi. Kama ulikuwa wamsaidia mtu mmoja, basi ongeza ufanye 2, 3. Ama kama ulikuwa wasaidia hao, basi ongeza, saidia vituo kama vya mayatima, vya wajane, au madaris zahitajia msaada wako, na wewe unao uwezo, saidia. Kwa sababu gani? Pindi utakaposaidia kama vile, utapata ujira mkubwa kuliko kufanya i'tikaf katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam zimfikie. Wa'lamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyyi qadiman فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبي وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارضى عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء وأئمتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب أسد الله الغالب وغيرهم من الآل والأصحاب وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر كلمة الحق والإيمان. اللهم اجعل خير زماننا آخرة، وخير أعمالنا خواتمة، وخير أيامنا يوم لقائك، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هل أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لي ولكم وللمسلمين أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.